Hello guys. Leo nataka nionyeshe kwa mfano kama unataka kumtumia mtu SMS. Unaweza kumtumia kwa Kiingereza. Japo umetumia maneno ya Kiswahili. Hapo tunaingia Play Store. Tuna download app moja inaitwa Microsoft Keyboard. Ngoja. Hapo tuna search Microsoft Keyboard. Microsoft Keyboard. Hiyo hapo. Ina muonekano kama huo hapo. Sema mimi hapa nisha install, nisha download. Kwa hiyo tutaingia moja kwa moja. Nikuonyesha namna ya kuiset. Unaweza kumtumia mtu neno la Kiingereza, message ya Kiingereza, SMS ya Kiingereza, wakati umeandika maneno ya Kiswahili. Unabonyeza hapa chini kwa vibox kama hapa chini kabisa hapo. Afu una Microsoft Keyboard unaibonyeza. Kwa hiyo itaanza kusearch. Tasubiri kama sekunde hiyo ishakubali. Kwa hiyo niingia kwenye hiki hapa kama iko hapo. Kwa una search language. Kwa mfano kama hapo Kiswahili to English. Kwa mfano kama tukiandika maneno ya Kiswahili. Kwa tukaandika mama anapika chakula kitamu sana. Hapa chini ndo tunaandika hapa chini afu maneno yanakuja kwa hapa juu. Hiyo hapa imetokea. Kwa unamtumia mtu hata kama hujui Kiingereza hata kama mtu amekutumia kwa Kiingereza unaweza ukachange hapa English to Kiswahili. Kwa unaandika maneno ya Kiingereza hapa juu unaona nini amekutumia. Kwa tukaandika unaweza kuandika neno lolote hata kuandika SMS ndefu kiaje. Ina maneno yanakaa kwa hapa chini hapa. Angalia hapo chini. Hapo ni nzuri sana na hiyo hapo ni nzuri kwa sababu ina uwezo wa kusave SMS nyingi. Yani kama mtu amekutumia SMS, yani kuicopy, kuisave, inaweza kusave SMS nyingi.